Pole kwa kupoteza fainali, lakini huenda mipango yako haikwenda sawa baada ya kuruhusu goli mbili za haraka. Kulikosekana umakini kiasi gani kwa wachezaji wako na kufanya mchezo kuwa mgumu zaidi, na pengine labda hata mipango uliyoipanga kuibadilisha kwa wakati mmoja baada ya kuruhusu goli mbili za kwanza niseme tunashukuru kwa kuwa na mechi nzuri ya kwanza kwetu ambayo ni mechi yenye pressure, sio? Tuna timu mpya sana ambaye na wachezaji wengi ambao ni wa kwanza wameingia hapa Simba Sports, lakini pia sisi pia tuko kwa ajili ya kuangalia wapi ambapo tumetoka na wapi ambapo tunaelekea kwa malengo ambayo tuko nayo. Mechi imeanza vizuri, lakini nafikiri kidogo sisi hatukuwa kwenye composure, yani pressure kidogo ambayo ilikuwepo, umeona imeleta magoli mawili ya haraka. Sasa paka tumekuja kutulia baadaye na kuanza sasa kujaribu kutafuta nafasi za sisi kucheza na kufunga na maybe kuzuia tusifunge. Ni wazi kwamba JKT ni mpinzani mgumu sana ambaye huwa unakutana naye katika ligi kuu ya wanawake, tofauti na timu zote. Maana challenges mchezo husika unakuwa mgumu tofauti unavyocheza michezo mingine. Ni kweli JKT ni timu nzuri. Of course kwa mimi ni mara ya kwanza nakutana nao, lakini tayari tuko na makocha ambao wana uzoefu na walikuwa nao. Kwa hiyo kuna kitu wana combination maana yake wachezaji wengi ambao wamekaa pamoja muda mrefu, sio? Kwa hiyo kucheza naye lazima inakuwa mechi kidogo ni ngumu. Of course na sisi tunaitafuta sana combination na naamini kwa hichi ambacho tumekipata leo na wiki mbili ambazo tunajiandaa kabla ya ligi tutakuwa tuko sawa zaidi. Mwalimu, eneo lako la kiungo kwa siku ya leo ni kama lilikuwa limetawaliwa zaidi. Je, ni kwamba mpinzani alikuwa bora zaidi au kwako bado kuna changamoto kwenye eneo la kiungo? Strategy tulikuwa tunalinda zaidi washambuliaji wao, kwa sababu sisi tuliona hatari zaidi kwenye washambuliaji wao, na hata ukiangalia mechi JKT mara nyingi umeona mipira mingi wanapiga mirefu. Kwa hiyo hatari zaidi ilikuwa iko nyuma na maybe sisi zaidi kwenda mbele. Kwa hiyo katikati tuliweka watu wawili strategically kwa sababu ya kuwa na namba nyingi kwenye watu wa nyuma na maybe tukiwa tunashambulia kwa na namba nyingi pia kwenye watu wa mbele. Asante sana. Asante sana. Hongera kwa kiwango bora kuanzia mchezo wa nusu finali dhidi ya Yanga Princess na mchezo wa finali. Nini hasa siri ya mafanikio? Tunaweza kusema kwamba wewe unaandaa zaidi, lakini kila ambacho unakiandaa wachezaji wako wanakiperform kwa ukubwa ambao wewe unautarajia. Hongera sana. Shukrani sana, nashukuru. Tuambie nini siri ya mafanikio kwa upande wako? Siri ya mafanikio kwanza kabisa ni ushirikiano tuliokuwa nao kati yetu sisi na uongozi wa timu, lakini la pili ni jinsi vijana wetu ambao tunavyoshirikiana nao. Kama ulivyokuwa unaangalia kwamba nidhamu yao ni hali ya juu sana, lakini vile vile na kujituma kwao ni kukubwa sana. Kwa hiyo hicho ndio siri ya mafanikio yetu. Kuna kitu ambacho ulikiona katika mchezo wa leo ndani ya dakika 20 za mwanzo kitumie ambacho kwa upande wako nadhani kimezaa matunda kwa kufunga magoli mawili kwa wakati mmoja, tofauti na mchezo wa kwanza dhidi ya Yanga Princess? Sisi tulikuwa tunajua kwamba mwanzoni wa kipindi cha kwanza mara nyingi timu nyingi zinakuwa haziko na umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumeamua kwamba tuanze kuwashambulia kwa haraka kwa kipindi hicho cha kwanza ili tuweze kupata magoli, na tulijua kabisa kwamba katika upande wa pembeni hawako vizuri sana. Kwa hiyo tukasema kwamba tuhakikishe kwamba tunawashambulia kwa kupitia pembeni na hatimaye tupate nafasi za kufunga, na tumefanikiwa. Ushindani ulikuwaje toka kwenye mchezo wa kwanza kabisa mpaka kwenye mchezo huu wa finali? Kikweli ushindani ni mkubwa sana kwa sababu ukiangalia mchezo wa kwanza hatukuweza kushinda ndani ya dakika 90, tukapata matokeo kwa njia ya penalti, lakini tumeingia mchezo wa pili kama ulivyouona, pia ushindani ulikuwa mkubwa sana kwa sababu timu zilikuwa zina wachezaji bora na vile vile zina walimu wazuri, kwa hiyo wako vizuri kimbinu na kiufundi. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba upinzani ulikuwa mkubwa, na kama ulivyoona kwamba tulidhani kwamba kuna kipindi kwamba tayari tumeshamaliza mchezo kwa kufunga goli mbili, lakini baadaye wamepata goli moja. Kocha, kiwango kikubwa ama kilio kikubwa kwa Tanzania ni kuona kwamba timu zetu zinafanya vizuri klabu bingwa, na bahati nzuri JKT Queens imekuwa mkishiriki kwa mara hii. Tutarajie nini? Huenda labda mnaweza kuwa timu ya kwanza kulileta ile kombe ambalo limekuwa ni kilio kikubwa sana kwa Tanzania. Bila shaka, kwa sababu hiyo ndio mission yetu. Haya yote ambayo yametokea hapa hayakuwa katika mipango yetu, lakini kwa kushinda mchezo huu leo umetupa morali kweli ya kwenda kufanya vizuri katika mashindano hayo. Na niseme tu kwamba mimi hata tangu awali na kabisa wa timu nilikuwa nawaambia kwamba mimi hakuna jipya ambayo nitakuwa mnaifanya hapa, kama mtakuwa mnaishia sijui nani ngao ya jamii, labda Sekafa, sijui na Premier League, kwa sababu haya yote mshawahi kuyachukua. Kwa hiyo kama ili nionekane kwamba nina kitu special, ni lazima tukashinde Champions League, na naamini kabisa kwa ushirikiano tuliokuwa nao na viongozi wetu na technical
yuko benchi, mimi naamini tunakwenda kufanya vizuri na kurudi nalo. Bila shaka mwalimu, umeona ushindani ni mgumu au mwepesi kiasi gani kwenye mechi za wanawake. Comment yako ni ipi na nini ambacho unawaahidi mashabiki wa JKT kuelekea kuanza ligi ya wanawake? Na upinzani ni mkubwa, na nikisema tu hata maendeleo ya kimpira katika ngazi kwa nyanja hii ya mpira wa wanawake naona pia imekuwa kubwa sana, kwa sababu sikutegemea ambao nimeyaona hapa. Niseme tu kwamba Watanzania wawe na imani na TFF, kwa sababu mpango wao ni kuendeleza huu mpira wa wanawake, na tunaona kwamba timu zinafanya vizuri. Na ukichukulia mfano kama JKT Queens tumeweza kuchukua ubingwa wa Sekafa na huu na Premier League, manake kwamba tunaweza kufanya makubwa zaidi ya haya. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba watu waendelee kutusupport, lakini vile vile waisupport TFF, kwa maana ya kwamba wao ndio walezi wa mpira wetu na ndio wapo kwa ajili ya kuendeleza mpira. Kocha, kikosi chako sijaona mchezaji yoyote wa kigeni, kwa maana kwamba walioanza katika mchezo wa leo. Nini hasa umekiona kwa wazawa ambacho wengi wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania kwenda kutafuta wachezaji nje ya Tanzania, lakini still JKT Queens imezidi kuwa bora na kuendelea kudominate katika ligi ya wanawake? Kwanza niseme tu kwamba sisi priority yetu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaendeleza vijana wa Tanzania, kwa sababu ndio watakaocheza national team. Tukiwa tuna wageni wengi, maana yake ni kwamba tunanyima nafasi wachezaji wetu wa Tanzania katika kuendelea. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba sera ya JKT Queens ni kutumia wazawa kwa maana nzuri ya kuweza kuisaidia TFF ili tupate timu nzuri ya wanawake ya taifa. Asante sana. Shukrani sana. Michezo miwili ya ngao ya jamii, lakini kwa upande wako huu umekuwa mwendelezo, pengine nini hasa siri ya mafanikio kwa upande wako kwanza? Mimi naweza kusema nashukuru, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mimi na wachezaji wenzangu tumeweza kupambana, tumeweza kuchukua ngao. Hatutoishia hapa tu, tutaendelea mpaka mwendelezo. Tunapoelekea huko kwenye mashindano ya klabu bingwa tutaenda kufanya vizuri, tunaweza kuchukua kikombe cha klabu bingwa. Pengine nini hasa siri ya mafanikio? Maana tumeona JKT Queens mmekuwa na kiwango bora sana katika michuano ya ligi kuu ya wanawake, ngao ya jamii vile vile mmekuwa mkitoa upinzani sio tu kwa Yanga, kwa Simba na kwa timu zingine. Nini hasa mnakifanya cha tofauti kinawafanya kuwa na ubora wa tofauti na timu zingine zote ambazo zinashiriki ligi ya wanawake? Mimi naweza kusema mimi na wachezaji wangu tunajituma, tunapambana, hatuwezi kuchoka, tunamsikiliza mwalimu anachotufundisha, tunapokosea tunaelekezana, tunaweza kufanya vizuri kwenye mashindano yote. Kila mchezaji anakuwa na malengo yake. Kwa kiwango chako tutarajie lini kukuona unaivuka mipaka ya Tanzania? Maana umekuwa na kiwango bora, ligi umeizoea, haujawahi kufikiria labda katika miaka ya karibuni labda kwenda kucheza nje kama tunavyoona wachezaji wengine wanaotoka katika ligi ya wanawake ya Tanzania? Kama mimi naweza kusema Nasema? Mimi kama mchezaji naweza kusema tu Mungu akibless, ikitokea nimeondoka hivi. Wewe unajiona uko tayari? Yeah. Wengine waulize maswali sasa. Mwingine mwenye swali tafadhali. Kwenye michezo ambayo umecheza, ukiachia michezo miwili, kuna namna umeperform vizuri, lakini ni changamoto gani sana ambayo uliipata hasa kwa mpinzani yupi kwenye michezo miwili ambayo umecheza? Mimi sijaona mpinzani yupi aliyenipa changamoto. Asante sana. Asante.